Mungu Kristo, wewe ndiye Bwana. Jehova, tuko mbele zako tena siku ya leo, na ni mwendelezo Baba wa rehema wa kitabu cha Samueli wa kwanza, Baba wa rehema, sura ya 4. Neema yako iendelee kuwa pamoja nasi Bwana. Na Baba, neno lipitapo Baba, pana vifungo vilivyojificha katika maisha ya watakatifu wako. Vifichuliwe Baba mweza wa yote. Vifungo vyote. Utumwa Baba wa rehema. Ujio wa Samueli Baba wa rehema ilileta Baba mwongo mpya. Na kifo cha Eli kama tutakavyoona leo na watoto wake, ilikuwa Baba wa rehema ni mwisho wa Baba wa rehema, mwongo Baba wa rehema ya kizazi kilichomkataa Mungu. Na Baba, huu mwongo mpya iwe Baba wa rehema ni mwanzo mpya katika maisha ya watakatifu wako. Mabaya yote, balaa zote, magonjwa yote Baba, sasa ninakusihi ili Baba magonjwa yote yatii Baba wa rehema aliyopo ndani yao. Nami nikitukuza jina lako, maana wewe ni mtakatifu. Gusa na waliopo mbali Baba wa rehema, wanayetufuatilia Baba kwenye mitandao ya kijamii. Na Baba, umbali isiwe ni kikwazo Baba wa rehema wao kuguswa na neno lako. Nami nisiseme aliyo kwangu, bali ewe Roho Mtakatifu sema aliyo Bwana. Na Baba, tunaweka mkononi mwako taifa letu la Tanzania, na viongozi wetu Baba wa rehema, na uchumi wetu Baba wa rehema, na amani yetu Baba wa rehema, na idara zote Baba wa rehema. Roho Baba wa rehema ya adui shetani na wakala wake kwenda kinyume na taifa letu Baba, tunang'oa. Na hata amani katika mataifa yanayozunguka taifa letu Baba wa rehema. Baba wa rehema, uitazame Baba wa rehema amani katika mataifa yote, na injili penye katika mataifa yote. Na Baba, injili kielekeza wote Baba wa rehema katika ujio wa Yesu mara ya pili. Na Baba, wakiandaliwa Baba kama mabibi harusi wanayesubiria Baba wa rehema bwana harusi kuja kuwachukua na kwenda kwenye harusi. Na Baba wa rehema, nashukuru jina lako, maana wewe ni mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nyingine tena Mungu aliyetenda ama aliyefanya kwa ajili yetu. Na watakatifu wa Bwana, nisipoteze muda, leo tuko kwenye sura ya 4 kitabu cha Samueli. Tuliona jana sura ya 3 kuitwa kwa Samueli, na bila shaka tukaona jinsi ambayo Samueli pamoja na Mungu alimchagua, lakini alihitaji mtu ambayo angemuongoza na kumuonyesha jinsi ya kuweza kumuitikia Mungu. Mara nyingi sana hata sasa hivi wakati tulio nayo, kuna watu wengi sana ambao ni watumishi wa Mungu wameitwa, lakini hawajui ya kuwa watamuitikiaje Mungu. Muona sasa, hawajui hata lugha ya Bwana, hata sauti ya Bwana. Kuna mtu mwingine nadhani Mungu ataongea naye kwenye ndoto. Kuna wakati mwingine Mungu ameshaongea na wewe kupitia mazingira. Kuna wakati mwingine kupitia neno lake. Kuna wakati mwingine kupitia maono. Kuna wakati mwingine kupitia mawazo na fikra zako. So, Mungu anayo njia nyingi za kuongea na watu wake. Lakini ndio maana tunahitaji wale ambayo wanaweza kufanya nini? Waliyekuwa na uzoefu katika Roho Mtakatifu, wanaweza kutuunganisha na Mungu kwa kutuonyesha cha kufanya. Umeona? Pamoja na Eli, mimi nimekujifunza kitu. Kimsingi Eli alikuwa ni mnyenyekevu. Lakini unyenyekevu wa Eli ilikuwaje? Unyenyekevu wa Eli ilikuwa mpaka kwa watoto. Ilitakiwa ishie kwa Mungu, lakini akaizidisha mpaka kwa watoto. Ndio maana sasa kumbuke ya kuwa shida ya Eli katika miaka 40 aliyetawala ilikuja kuwa ni watoto wake. Lakini Eli halikuwa mnyenyekevu. Eli amefanya kazi ya Mungu mpaka akiwa na miaka 90 na ngapi? 90 na ngapi? 98. Lakini kumbuka, hakuna sehemu ambayo Mungu anamnyoshia Eli kidole yeye kama yeye. Lakini shida ya Eli ni wale watoto wake. So watakatifu wa Bwana, Eli anamuonyesha Samueli jinsi ya kukutana na Mungu, na bila shaka ina maana wale watoto walishashindikana. Lakini walipozidi kutenda dhambi na dhambi zao zikafikia hatua za kuhukumiwa, bila shaka isingewezekana tena. Ndio maana hata Eli alipoambia watoto wale ya kuwa waache mabaya, lakini kumbuke ya kuwa hawakumsikiliza, maana Bwana
alishakusudia sasa kupitisha hukumu yake kwao. Sasa tuliona Samueli sura ya 3 ikiisha, wakati Samueli akiwa sasa anatambulika kuanzia kule eneo la kaskazini ambao ni eneo la ilikuwa ni urithi wa Dan mpaka kule Beersheba iliyokuwa ni kusini kabisa. Tayari tukaona ya kuwa Samueli, neno la Mungu hakuacha hata moja ianguke chini. Ina maana aliyachukua akaweka katika matumizi, na tukaona watu wakianza kumkubali nani, wakimkubali Samueli. Lakini sasa tuone na hatua ya mwisho kuhusu hii familia ambayo walikuwa katika nafasi ya kutumikia Mungu lakini hawakuwa makini, familia ya Eli. Tuone mwisho wao inakuwaje. Lakini kumbuka ya kuwa cha ajabu katika hivi visa tunavyokwenda kuona kwenye sura ya 4, eti Samueli mwenyewe hajatajwa hapo. Samueli inaonekana alivyoona mambo yameanza, Samueli anaonekana alitoka. Na tutamuona Samueli anaibukia wapi? Anaibukia kule Rama kwao. Samueli alivyoona imekuwa too much, Samueli akamwambia siwe tabu bwana, nirudi nyumbani. So Samueli atakaa kule nyumbani kwao na ataanzisha mpaka chuo cha manabii pale, na hatimaye Samueli atafanya kazi makao yake makuu, sio Shilo tena. Ina maana vita hivi tunavyokwenda kuona ambao Finehasi na Hofni watakufa na Eli tayari, na pale pia na miji mingi ilikuja kuchukuliwa na Filisti. Ina maana na hapo ndipo Shilo ilikuja kuharibika. Lakini inaonekana Samueli alikimbia na baadhi ya vitu muhimu. Walipoondoka na sanduku la agano, vitu vingine vyote viliondolewa pale, na vitu hivyo vilikuja kuibukia wapi? Vitakuja kuibukia kule Nob. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa tuende, vitu hivyo vilikuwa, lakini kumbuka hivyo ni vyombo vile vitakatifu ambao vilikuja kuwekwa kwenye hekalu, lakini vyombo vikawa sehemu tofauti pamoja na nini, zikawa sehemu tofauti na sanduku la agano. Sanduku la agano ikaenda kwenye, tutaona yakuwa ilipelekwa kule Kiriath Yarim kule katika nyumba ya Obed Edom, lakini tunaona yakuwa hivi vyombo vilikuwa sehemu nyingine. Hebu sasa tuende moja kwa moja kwenye Samueli wa kwanza sura ya 4, na nikupe dondoo. Zipo dondoo kuu 4. Dondoo ya kwanza nimeandika vita na Wafilisti. Hiyo ni mstari wa kwanza mpaka 10. Na dondoo ya pili, dondoo ya kwanza vita na Wafilisti, mstari wa kwanza mpaka 10. Ya pili ni kutekwa sanduku la agano. Hiyo ni mstari wa 11 tu. Kutekwa sanduku la agano, mstari wa 11. Na dondoo ya tatu, kifo cha Eli. Hiyo ni mstari wa 12 mpaka 18. Alafu tutaona dondoo ya 4 na ya mwisho ni Ikabod. Hiyo ni mstari wa 19 mpaka 22. Sasa hebu tuende moja kwa moja, maana leo nataka niende moja kwa moja. Hebu tuende moja kwa moja kwenye sura ya 4 na usome kwa kutua watakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe pia pitia fungua kwenye Biblia yako. Soma kwa jina la Saganda kikataka. Ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli. Hao Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani, wakatua karibu na Ebenezeri. Kwa nini Wafilisti hawa wanatokeza kwenda kupigana? Wafilisti wanakwenda kupigana na Waisraeli, lakini kumbuka ya kuwa Waisraeli tayari panatokea nini? Panatokea fukuto ili Waisraeli waende wakafanya nini? Wapigane na Wafilisti. Lakini kumbuka ya kuwa tayari Waisraeli walikuwa ni watumwa wa Wafilisti tangu enzi za mwamuzi nani? Mwamuzi Samsoni mwana wa Manoa, na mpaka Samsoni anakufa Wafilisti walikuwa wanawatawala Waisraeli. Lakini cha ajabu ni nini? Cha ajabu ni Waisraeli wanatoka kwenda kupigana na wale ambao ni mabwana zao. Ina maana wale ambao wao ni watumwa wao. Lakini hiyo ilikuwa ni mpango wa Mungu ili apate njia ya kupitisha hukumu yake kwa wale wana wa nani? Wana wa Eli pamoja na Eli. Hebu twende kwa jina la Yesu. Nao Wafilisti wakatoa huko Afeki. Nao Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli. Na walipigana, Israeli wakapigwa mbele ya Wafilisti, wakaua watu wa jeshi lao lilikuwa uwandani wapata watu 10,000. Hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Tayari kule Afeki na katika eneo la
Ebenezeri. Hiyo eneo la Ebenezeri ambayo tunaona sio ile ambayo tutaona kwenye sura ya 7 mstari wa 12 pale ambapo Samueli atafanya nini? Ataweka jiwe baada ya kushindwa kwa Filisti na kuliita jina lake Ebenezeri, ambayo ina maana nini? Ina maana msaada kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tayari tunaona ya kuwa mara ya kwanza Waisraeli wanapoteza watu 4,000, lakini wanapopoteza watu 4,000 watu wengine wanakimbia, lakini taarifa inapofika kwa wazee amwendei kuhani mkuu, ama sioni kama wale makwani wakipanga mpango wa kutafuta neno kwa Mungu ili Mungu ndio atoe maamuzi, wabebe sanduku la agano waipeleke kwenye vita. Nitakuonyesha maeneo ambayo sanduku la agano iliwahi kwenda vitani na watu wakapata kushinda, maana uwepo wa Mungu ulikuwa kwenye sanduku la agano. Lakini kwa wakati huu sanduku la agano inakuwa Shilo, lakini uwepo wa Mungu haipo Shilo. Umejua kuna watu wengine hawawezi kujua ya kuwa sanduku la agano haikuwa ni Mungu, wala sanduku la agano haikuwa ni uwepo wa Mungu. Usichanganye. Mimi leo nitakuonyesha jinsi ambayo uwepo wa Mungu ulikuwa unakaa juu ya sanduku la agano. Palikuwa na ile sanduku, ndani yake palikuwa na ushuhuda wa Bwana, ambayo ilikuwa ni vipande vile vya mawe vilivyoandikwa sheria ama amri 10, lakini pia palikuwa na bakuli ya mana, lakini pia palikuwa na ule mfimbo wa Aruni uliyekuwa unatoa maua. Lakini kumbuka ya kuwa juu yake ndio iliyeitwa kiti cha rehema, ule mfuniko wa juu. Umeona, palikuwa na sanduku la agano, alafu palikuwa na kiti cha rehema, ule mfuniko wa juu ambayo iliwekwa juu yake mifano ya makerubi wawili waliyeinua mbawa zao zikielekeana hivi. Ile kipale kifuniko ilikuwa ndio kiti cha rehema. Ina maana uwepo wa Mungu ulikuwa inakaa kwenye ile kiti. Ina maana ile nguzo la wingu mchana ulikuwa umepenyeza juu ya hema ya makutano pale katika mahali patakatifu, na ikienda ikitua juu ya ule mfuniko. Ina maana ilikuwa inawakilisha kuwa ni kiti, ilikuwa ni uvuli ama kivuli cha kiti cha rehema cha mbinguni cha Mungu anakokalia. So ina maana uwepo ule wa Mungu kupitia ile nguzo la wingu mchana na nguzo la moto usiku ulikuwa unakuja unatua juu ya ule sanduku la agano, na hapo ndipo ni sawasawa na Mungu alikuwa ameketi maskanini. Lakini ina maana uwepo ungeweza kuondoka na kiti cha rehema ikafanya nini? Ikabaki. So kiti cha rehema ilibaki Shilo, lakini uwepo wa Mungu ulishafanya nini? Ulishatoweka. Maana enzi hizo kila mtu alifanya alichokiona ni bora kwake. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Tuende tukalilete sanduku la agano la Bwana kutoka Shilo hata huku. Wanayesema ni nani? Sio makwani wala sio kwani mkuu, ni wazee. So kumbuke ya kuwa watu hao walitenda mabaya, wakajiaminisha nafsi zao kwenye sanduku la agano. Watu wengi hutenda mabaya alafu wanajiaminisha nafsi zao kwenye neno la Mungu aliye nayo, ama msalaba aliyechonga, ama maandiko aliyekuwa nayo. Na mnaweza ukawa na maandiko lakini usiwe na uwepo wa Mungu. Umeona sasa? Ina maana uwepo wa Mungu ungeketi katikati ya wana wa Israeli pindi ambapo wangeshika neno lake na kuishi maisha matakatifu, kutembea kwenye njia zake. Kuna watu wengi naye wajua, anayejua neno la Mungu kweli kweli, lakini ukimwona anaongea neno la Mungu tu kama desturi, lakini ni mkavu, maana pana Roho Mtakatifu. Kuna mahusiano kati ya neno pamoja na nini? Neno na Roho Mtakatifu. Ndio maana unapokuwa na neno la Mungu ndani yako alafu kashindwa kuiweka kwenye matumizi, kwa kuitumia kujenga ufalme wa Mungu, kwa kuitumia kuleta mambo ya tija, basi kumbuke ya kuwa inakosa kuwa na maana kwenye maisha yako. Ndio maana nasema hivi, watu wengi sana anaweza kaweka msalaba kwenye shingo, ama anaweza kawa na vazi mchungaji ameombea, unavaa kabisa, umevaa shati. Watakatifu wa Bwana nasema hivi, ni uwepo wa Mungu unayekuwepo kwenye shati hilo linaweza kutenda kazi, lakini shati kama shati haiwezi kutenda kazi. Msalaba uliyeweka kifuani haiwezi kutenda kazi. Yaani masabuni zile zinazokatwa unayepewa haiwezi kutenda kazi, lakini ule uwepo wa Mungu ambayo yawezekana mtu ameombea inakuwepo pale. So kinachofanyika, watu wengi wanadhani ya kuwa akiwa neno la Mungu basi imetosha na Mungu. Una Mungu.
Neno la Mungu ndio inayefanya, ndio inayepalilia mahusiano kati yako na Mungu. Ni kupitia neno la Mungu mahusiano kati yako na Mungu anakaa vizuri. Kuna mtu ambaye ni mlevi, analewa mpaka ajui jina lake, lakini ukimpeleka kwenye Biblia unachemka. Anafungulia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mtu ni mzinzi ambaye hajawahi kutokea, mpaka mama Mungu akimwona, mpaka binti yake akimwona, lakini Biblia anashuka kama mtu anayeteremka kwenye mteremko. Kuna mtu ambaye hajaokoka, lakini Biblia anajua kuliko hata mtu aliyeokoka. Lakini Biblia pasipo kuweka kwenye matumizi. Ndio maana imeandikwa hivi, neno langu na liwe hai ndani yako. Neno linapokuwa hai na ukiweka kwenye matumizi, inakusoma watu hao wanadanganyika ya kuwa sanduku la agano litawaokoa. Watatuangwaje? Wameshakufa watu 4,000, bado watakufa watu 30,000 na sanduku la agano litaondoka. Nini? Sanduku la agano ilikuwa ni miti tu ya mshita iliyetengenezwa na nani yule? Eliabu na nani? Na nani? Bezaleli mwana wa nani? Mwana wa nani? Mwana wa Uri mwana wa nani? Mwana wa Uri mwana wa Huri. Mwana wa Uri mwana wa Huri. Na Bezaleli Eliabu, sio Eliabu mwana wa Isamathi. Sawa, ukisahau sauri yako. So mwana wa Isamathi na mwana wa Uri mwana wa Huri wakatengeneza, wakachukua mtu wa mshita, wakachana mbao, wakatengeneza, alafu ikafunikwa na dhahabu, alafu ikatengenezwa mfuniko na ikatengenezwa mifano ya malaika makerubi wameinua mbawa zao, ikawekwa juu ya ile mfuniko, ikaitwa kiti cha rehema. Wakujua walidhani alikuwa ni Mungu. Watakatifu, Bwana wacha nikwambie, nitakuonyesha leo asili ya uchawi. Kitu ambacho nilishangaa leo, niliwahi kunitokea. Niliwahi kuokota hela nikienda shule, alafu nikaanza kutokwa na majipu. Ikajulikana ya kuwa kuna mtu alikuwa anatokwa na majipu, akanuizia akaweka na usaa kwenye hiyo hela. So nilipookota moja kwa moja nikatokwa na majipu. Nikagundua kwa ndio maana wale wa viongozi wa Filisti pamoja na wale wachawi wakasema kwa tengenezeni majipu ya nini? Ya dhahabu, mkawapelekea huko Israeli iwe mzigo wao. Na panya waliyekuwa na masumbua tengenezeni. Nikasema kumbe ndio asili ya uchawi. Anaweza kanuizia kwenye kitu nanunua, anaweza kununulia kwenye dhahabu ama kwenye kiatu. Ukakichukua vizuri, ikawa mzigo wako. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Na kutuokoa katika mikono ya adui zetu. Basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi akae juu ya makerubi. Nani anayeleta sanduku la agano kutoka kule Shilo? Sio wale mabwana wawili? Sio wale mabwana wawili wanayetafuna mafuta? Sio wale mabwana wawili wanayezini na wanawake pale kwenye lango la nini? Ya hema? So ni wale Hofni na Finehasi. Lakini hebu nikuulize, hao walishafanya, uwepo ukatoweka moja kwa moja haupo. So kumbuke ya kuwa wanayetafutwa hapo ni huyo Hofni na Finehasi. Nini? Tayari kwenye ile sura ya 2 mstari wa 30 mpaka 30 tuliona kabisa yule nabii akimwambia Eli ya kuwa na hii ndio ishara, Hofni na Finehasi watakufa siku moja, ishara ya kuwa ukuhani utaondoka kwenye nyumba yake. Hebu twende kwa jina la Yesu. Na Hofni na Finehasi wana wawili wa Eli walikuwako huko pamoja na sanduku la agano la Mungu. Walikuwa na sanduku la agano. Je, hao watu uwepo wa Mungu haikuwepo? Wao walikuwa na sanduku la agano, hawakuwepo na uwepo wa nani? Wa Mungu. Unaweza ukawepo na neno la Mungu lakini hauna Mungu. Uwe na neno la Mungu lakini uwe na Mungu pia. Sema nitakuwa na neno la Mungu. Nitakuwa na Mungu naye. Kuna watu ambao neno lipo ndiye anaweza kaongea, lakini je, neno hilo li hai?
sanduku la agano ilikuwepo Silo. Hofni na Finehasi walikuwa na sanduku la agano ukawakuwa nayo. Lakini Bwana hakuwepo pale. Bwana afanya nini? Hakuwepo. Hebu twende. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu. Hebu nikuulize, ni lini walipokwenda Shilo kule wakapiga vigelegele vya kumsifu Bwana? Lakini kwenye uwanja wa mapambano, kwenye kambi yao, wanapiga kelele wanapoona sanduku la agano. Lakini walipaswa kufanya hivyo nyuma. Umeona, hakuna mtu aliyeenda mbele za Bwana kutaka neno kwa ajili ya sanduku la agano iende wapi? Iende vitani. Lakini kumbuka, hata sisi sasa hivi unapokuwa mtu umeokoka, alafu unaishia kufanya baadhi ya mambo pasipo kwenda mbele za Mungu, kuanza kwa kuenda mbele za Mungu, lazima uishie pabaya. Watu hao hawakutafuta neno kwa Bwana. Hapakuwa na sababu ya kuchukua sanduku la agano kupeleka kule kwenye uwanja wa mapambano. Walitakiwa watafute uso wa Bwana kwa ajili ya toba, na waende mbele za Bwana na Bwana aseme pamoja nao. Kwani tuliona kwenye kitabu cha Waamuzi sura ile ya 19 na 20, je, yale makabila 11 walikuwa wamemwacha Mungu? Lakini walipokwenda kule Shilo kwa yule Finehasi aliyekuwa ni mwana wa Anani, mwana wa Eliazari, je, Bwana kuwajibu? Walipojiporomoka asubuhi mpaka jioni, Bwana aliwajibu. Je, hawakupata matokeo mazuri? Walipata matokeo mazuri. Nasema hivi, hawakutakiwa kupeleka sanduku la agano na kupiga mayowe na kelele. Ndivyo maombi yalivyokuwa jana sasa hivi. Kila mtu katika jina la Yesu Kristo wanapiga kelele sana kabisa. Kelele kweli kweli. Maombi yako yasiwe kero kwa wale majirani wewe. Maombi ya kanisa isiwe kero kwa majirani. Umejua sisi Bwana, watu wanatuelewa vibaya sana. Uwezi kuona zile dini mahali walipo kama kuna mikelele. Ndio hiyo hapo. Wanapiga kelele sanduku la agano imefika, lakini je, ilitupenda toka ndani ya mioyo yao? Je, walikuwa wanamtambua Mungu? Je, makofi yako na kuimba kwako, je, inayo Mungu? Ninavyokaa na kufundisha hapa juu ya madhabahu, je, uwepo wa Mungu unaifili? Unahisi uwepo wa Mungu? Kama unahisi uwepo wa Mungu, niambie, mwambie mchungaji, nasikia mkavu, hakuna kitu hapo. Nitakwenda magoti, nitamwambia Bwana, uwepo wako na itamalaki katika eneo hili. Tayari watu wale wanapeleka sanduku la agano, lakini hebu nikuulize, usingepeleka sanduku la agano, Hofni na Finehasi wangeendaje? Wangeendaje? Mpango wa Mungu sio Mungu. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Usingepeleka sanduku la agano kule, je, Hofni angeendaje kule? Yamkini wangesikia vita vimepamba moto, wangekimbia. Lazima wabebe sanduku la agano pale katikati, watekwe sanduku la agano na wauawe kwa pamoja na wao. Nini? Hukumu ya Bwana kupitia Bwana anawahukumu wana wa Israeli kupitia maadui zao. Ndio maana wale wazee wakasemaje, mbona Bwana ametupiga mbele za maadui zetu? Walikuwa wanajua kabisa maadui zao hawezi kuwapiga, lakini Bwana anaweza kuwapiga mbele ya adui zao. Bwana anaweza kupiga mbele ya adui zako. Ukitenda mabaya, Bwana anaweza kuruhusu maadui yako wakutenda vibaya, wakakupiga kweli kweli. Ndio maana angalia, mbona umekula kipigo cha kueleweka? Isije kawa Bwana ameruhusu upate kibano kwa sababu mbishi wewe. Sisi wewe. Kinywa kichafu wewe. Unapatuka wewe. Unang'aka wewe. Unafiatuka wewe. Kuna wakati mwingine Bwana anaruhusu kabisa kwanza uonje kibano. Hapo ndipo sasa akili zako zichangamke. Umeona sasa? Wanasema, Bwana ametupiga mbele ya maadui zetu. Ni kweli. Lakini Bwana akasema, hapa niliyowapiga bado na mtafuta watoto wa Eli, maana hukumu yao imefika. Hukumu yao ni nini? Wazee wanasema, leta sanduku la agano huku. Nani anayebeba sanduku la agano? Hofni na Finehasi lazima waende. Mtu mzima tabaki nyumbani. Hebu tuende tuone kilichotokea ni nini. Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele walisema, maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waebrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana. Walitambuaje wakati wamesikia kelele? Walituma wapelelezi.
waliyekwenda na kupata kujua kilichokuwa kinaendelea pale. So kuna watu wakatumwa wakaenda kupeleleza, wakatambua kuwa Waisraeli wameleta miungu yao, wakasema naye atakayetuokoa na mikono ya miungu hii iliyewapa adhabu wa Misri. Lakini ni Mungu ndio anayewapa nini? Moyo wajitie moyo ili wawachape vizuri. Ni Bwana ndiye anayewatia nguvu wale Wafilisti. Maana kwa nini waliwaza jinsi miungu hiyo ilivyotesa wa Misri alafu wasikimbie wao? Asema hii ndio miungu iliyopiga Misri na mapigo makuu, lakini kwa nini tujitie nguvu? Hapo Bwana anamtafuta nani? Hofni na Finehasi, watakatifu wa Bwana. Kama kuna kitu kibaya mbele za Bwana ni mtu anapotenda dhambi akijua ni dhambi. Mungu hawezi kutolerate, Mungu hawezi kuvumilia tena dhambi. Hata kama wewe ni Musa, Mungu hawezi kuvumilia. Hata kama wewe ni Musa, Mungu hawezi kufanya nini? Kuvumilia. Hata kama wewe ni Samson mwana wa Manoa anayeweza kubeba nyumba na kuondoka nayo, Mungu hawezi kuvumilia. Atakuacha tu. Lakini amejaa rehema, ndio maana Samsoni anamlilia Bwana, hebu nipe mara moja tu nguvu, nipe na hawa niwalipe, yani nilipisha kisasi kwa ajili ya macho yako. Lakini kwa nini ulipisha kisasi kwa ajili ya macho yako? Ulipewa nguvu, unapewa nguvu wewe, mara unakaa kule Filisti na wamama mabinti wa Filisti. Mara yuko Timna, mara yuko kule Gathi. Yani himaya yake na nyanja zake ni huko Filisti. Bali kalagwa na Filisti. Hata wewe kijana utembee huko nje huko, macho mia. Tulia. Wafilisti huko watakufilisti hao. Twende. Watakufilisti hao. Walimfilisti Samsoni mwana wa Manoa. Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini. Wafilisti wakaogopa, maana walisema Mungu ameingia kambini. Umeona? Walijua kabisa kuwa hata wao walijua Mungu ameingia kambini, lakini je, Mungu aliingia kambini? Kiti cha rehema cha Bwana kiliingia kambini, lakini Mungu anayeketi juu ya kiti cha rehema hakuwepo. Lakini walijua kabisa kuwa ni Mungu ameingia kambini. Na kama Mungu angekuwepo kambini, Wafilisti wangekimbia, maana nani angesimama mbele za Bwana? Maana alikuwa anaitwa Bwana wa majeshi, the Lord of hosts. Hakuna ambaye angesimama mbele yake. Hakikisha unaye Mungu. Wewe yawezekana ni maskani ya Bwana, lakini je, maskani inayo Bwana, inayowekwa Bwana? Yawezekana unajua kabisa Biblia, lakini je, yale unayosoma unayo kwenye matumizi? Kuna watu wengine ambao anaimba Biblia kama wimbo, lakini ukiangalia maisha yake imejaa dhambi mtindo mmoja. Anasema usizini, lakini maisha yake kuzini naanzia kwenye nyaya zake mpaka kwenye nini utosini. Kuzini tu. Ndio maana tukijifunza Agano la Kale tukayabeba tukaweka kwenye maisha yetu, lazima tupige hatua kabisa. Hebu twende. Wakasema, ole wetu, kwani halijawa jambo kama hili tangu hapo. Ole wetu, ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hao walio hodari? Hao ndio miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Iweni hodari na kufanya kiumbe. Iweni hodari, hiyo ndio sasa. Yule anayesema iweni hodari sasa, yule ndio katiwa nguvu na Bwana. Iweni hodari ili mwape kibano na muangamize Finehasi na Hofni. Nini? Kwa nini adui wako wewe mwenyewe walikuwa na kuogopa, wanakimbia? Iweje wanapata nguvu sasa wanakukabili? Hujaenda vibaya wewe, hujakula kona wewe. Kumbe hata adui wangu kama anapata nguvu ya kuweza kunikaribia Saganda, mimi naweza kuuliza kwa je, nikoje na Mungu? Ile hofu ambayo inatakiwa iangukie iko wapi? Bwana akasemaje? Nitatuma utisho wangu, itakwenda mbele yenu. Utisho wao ilikuwa wapi? Ndio wameshtuka, wameshangaa, lakini kinachopata ni nini? Wanasema jitieni nguvu ili tusiwe ni watumwa wa Waebrania. Hebu twende. Usije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu.
fanyeni kiume mkapigane nao. Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa, wakakimbia kila mtu hemani mwake. Wakauawa watu wengi sana, maana katika Israeli walianguka watu 30,000 wenye kwenda vitani kwa Mungu. Tayari wanaanguka watu 30,000. Nini? Walianguka watu 4,000, wakarudi wengine wakakimbia. Wazee wale wakasema, tumepigwa mbele za maadui zetu. Mtu mmoja akatoa maono. Akasemaje? Akasema ya kuwa leteni sanduku la agano. Sanduku la agano ikafanywaje? Sanduku la agano ikaletwa, lakini wanakula kibano mbele ya sanduku la agano. Yawezekana wewe umekula kibano mbele ya neno la Mungu. Twende kwa jina la Yesu. Umewahi kula kibano mbele ya neno la Mungu? Kuna wakati mwingine una neno la Mungu katika jina la Yesu unaomba, lakini kibano unakula cha kueleweka. Wanapata kibano mbele ya sanduku la agano. Imekuwaje sanduku la agano wanapigwa mbele ya sanduku la agano? Ukifanya kosa hata mbele ya baba yako unakula kibano tu. Mbele ya watoto wako unakula kibano tu mtu mzima. Nini? Anaheshimu wanayemheshimu. Hebu twende. Ile sanduku la Mungu likatwaliwa na Hofni na Finehasi, wale wana wawili wa Eli wakauawa. Tayari, hebu pata picha. Sanduku aliyekuwa anatumainia la agano limetwaliwa. Wanakwenda, ona sanduku inakwenda. Wale makwani katikati yao wameuawa. Hujalala mbele ya safari hapo. Hujanunua gari jipya hapo. So, wale waliokuwa chupuchupu wanaondoka kwa sababu sanduku linaondoka hilo hapo. Hebu pata picha, walijisikia. Kama kuna wakati wa Israeli walikuwa wakati mgumu, ni ule wakati ambayo sanduku la agano Wafilisti waliiteka wakaondoka nalo. Ndio maana ili aliposikia kwa watoto wake amekufa, wala kupata pressure, alijua kabisa hao hukumu ya Bwana. Lakini aliposikia tu ya kuwa sanduku la Bwana limeondoka, aliondoka chale namna gani? Nyanga. Je, unalinda neno la Mungu ndani yako? Je, neno la Mungu likoje ndani yako? Unaliishi? Hebu twende. Basi mtu mmoja wa Benjamini akapiga mbio kutoka mle jeshini, akafika chini kupiga ile hali nguo zake ziliraruliwa na mavumbi kichwani mwake. Nani aliyerarua mavazi yake na mavumbi kichwani mwake? Alipoona balaa limeshaangukia wana wa Israeli, akararua mavazi yake, akapaka mavumbi kichwani. Hiyo ilikuwa ni njia ya nini? Njia ya huzuni pamoja na maombolezo. So moja kwa moja anapeleka habari za msiba kule. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuonyesha maeneo mengine ambao watu walirarua mavazi yao na wakapaka na majivu. Hata katika kipindi cha Yuko ilikuja kuwa hivyo, lakini hebu tuone, twende tutaona. Alipofika, tazama, ili alikuwa ameketi kitini kwake kando ya njia akingojea, maana moyo wake ulitetema kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na yule mtu alipoingia mjini akatoa habari, mji wote ukalia. Naye Eli aliposikia kelele za zile kilio, akasema, maana yake nini kelele za kitendo hiki? Yule mtu akafanya haraka, akaenda akamwambia Eli. Tayari Eli amekaa machale anamcheza kwenye kile kiti ambacho alimuona ana mdomo wake kicheza. Kiti chake kama kawaida ilikuwa mlangoni. Alipoona mdomo wa Ana inacheza, akamwambia, ewe chapombe, acha pombe yako mara ngapi? Mara moja. Kakaa kwenye kiti, lakini sasa hajakaa kwenye kiti kwa ajili ya kumnyoshea Hana kidole. Amekaa kwenye kiti lakini ili apokee nini? Hukumu kwa ajili ya nyumba yake. Aliposikia tume kelele, moja kwa moja machale akamcheza, akajua balaa imeshafika. So jamaa anakimbia na mpelekea. Hebu tuone alipopata taarifa inakuwaje. Basi Eli umri wake umepata miaka 98 na macho yake yamepofuka hata asiweze kuona. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi nimetoka jeshini, nani leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, alikwendaje mwanangu? Eli anadhani habari ni njema, maana jamaa mwenyewe nguo yake amerarua.
amepaka na mavumbi kichwani. Eli baada ya kujua imekwendaje, wakati tayari picha tu ishaonyesha kuwa mambo yamekwenda vibaya. Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa, hata na wana wako wawili Hofni na Finehasi. Hapo wala hajasutuka. Watu wengi hukimbia, watu wengi kuuawa, Hofni na Finehasi kuuawa, hata hakusutuka. Lakini hebu sikia habari za sanduku la agano lako. Wewe ndio kuhani mkuu uliyekuwa unaitunza, hujafa. Linaondoa toweka kwenye macho yake, ingawa macho yake alikuwa ioni, lakini macho ya roho alikuwa anaona. Hakuna mtu aliyekuwa kwenye wakati mgumu kama wewe Bwana. Hata hiyo kifo labda ilimsaidia. Ingekuwaje asingekufa? Hebu twende. Wamekufa pia na sanduku la Mungu limetwaliwa. Oho! Ikawa alipotaja sanduku la Mungu, yeye akaanguka chini kwake kwa nyuma, kando ya mlango, shingo yake ikavunjika akafa. Maana alikuwa mzee tena mzito, naye alikuwa kipande cha mtu, halafu mzee, halafu macho aoni. Kaketi kwenye kiti, yamkini kiti ilikuwa na sehemu ya kuegemea. So alipokwenda nyuma, moja kwa moja chini, shingo. Lakini wacha nikwambie, kwa nini awe na mwisho mbaya hivyo? Wana wa Israeli wangepigwa na mabaya angewapata, hindi wangemwacha Mungu, hindi wangetoka nje ya neno la Mungu mtakatifu wa Bwana, ili usiwe na ulinzi wa Mungu, ili usiwe na uvuli wa Bwana inayetamia na kulinda watu wake. Ni dhambi. Hakuna kitu ambacho Mungu anachukia kama dhambi. Dhambi ni sawasawa na mtu anayechukua kisu na kuweka kuchoma kwenye moyo wa Mungu. Mungu atakuwa rafiki yako pale utakapoacha kutenda dhambi. Mimi ni rafiki wa Mungu kwa sababu haya nayefundisha naweka kwenye matumizi. Ndio maana nafundisha watu waishi maisha matakatifu. Kuna leo na kesho. Umemaliza safari yako, ufe katika Kristo. Usubiri kwenda kufufuka kwenye ufufuo wa kwanza, kwenda kumlaki Kristo. Lakini pia imetokea Kristo amerudi. Uwe katika wale watakao kwenda kumlaki watakatifu wa Bwana. Kinachokuja baadaye kwenye kalenda ya Mungu ni ujio wa Yesu mara ya pili. Jambo hili mara nyingi haiongelewi, lakini hiyo ni factual. Ni kitu ambacho ni halisi kabisa. Yesu anarudi. Sijui wewe unajiandaje. Imetokea amerudi sasa hivi. Je, unayo uhakika wa kwenda kumlaki? Naona mioyo inadunda. Amekuja sasa hivi. Imetokea umemaliza safari yako. Maana habari za utakufa lini, hiyo ni Mungu anayo. Anajua. Sikuaminisha kuwa hutakufa, utakufa. Maana juzi tu walikuwa mtoto mdogo wewe. Leo umeshakuwa mtu mzima wewe. Bibi, siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ni chache sana. Tena zinapita kama zinakimbia vibaya mno. Ndio maana tuishi maisha matakatifu. Umeona ukitenda mema hata kama haupo. Angalia viongozi waliotenda mema. Hata hotuba zao bado zipo. Wanaenziwa waenziwi. Hatuenzi sisi wale, hatuenzi waliandika vitabu kwenye Biblia. Tunawaenzi. Lakini unachokifanya sasa hivi inaweza ikabakia kuwa legacy. Baadaye ikabakia. Yawezekana umeshaondoka lakini bado ni kana kwamba upo. Samueli hayupo, lakini matendo yake hatuyasomi. Hebu twende kwa jina la Yesu. Naye alikuwa amewaamua Israeli miaka 40. Hapo ndipo tunapoona ya kuwa kumbe na huyu Eli alikuwa pia muamuzi. Tulimuona kama kuhani, lakini kumbe hata habari za uraiani
kesi zile alikuwa analetewa, kumbe alikuwa na waamua. Tutaona pia kuwa Samueli naye atawaamua Waisraeli, pamoja na kuwa nabii na kusimama katika ile nafasi ya ofisi ya kikuhani, maana ndiye aliyetoa zile sadaka, lakini pia atakuwa ni kama mfalme ama mwamuzi anayeamua kati ya watu. Lakini kipengele hicho inathibitisha ya kuwa Eli alikuwa ni mwamuzi. Basi kinachofanyika ni nini? Basi Eli na Samueli walikuwa ni waamuzi wa mwisho ambayo hawakuandikwa kwenye vitabu vya nini, vya amuzi. Na maana kipindi hicho ilikuwa ni kipindi cha mpito, transition period. Ndio maana ilikuwa ni kiunganishi kinachounganisha ule wakati wa waamuzi na wakati wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hao hawajatajwa. Ni sawasawa na Yesu Kristo ndio daraja inayounganisha agano la kale na agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Tena mkewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Sasa umeona, sasa balaa limeshaanza kukumba familia. Hakuna cha mama, hakuna cha kaka, hakuna cha baba, wote sasa matokeo yanapawapata. Umeona sasa mke wa Finehasi, na cha ajabu ndiye aliyekuwa mtoto wa Finehasi wa kwanza. Utamwona kule mbele ya kuwa na yeye alikuja kufanya kazi ya ukwani. Ikabodi utamwona, nitakuonyesha wewe, tulia tu. Kumbe huyo ndiye aliyekuwa mtoto wa kwanza wa Finehasi. Lakini mtoto huyu sasa anakuwa sasa nani? Anakuwa yatima, maana baba ndio kashatenda mabaya na kufa, na mama huyo pia alikufa. Mabaya unayetenda itamdhuru mke wako, mabaya unayetenda itatesa watoto wako. Ndio maana tuliishi kwenye mabaya na wakati mgumu kwa sababu ya mabaya yaliyotendwa na mababu zetu, bibi zetu, baba zetu, mama zetu. Sisi tusiwatwike watoto wetu mzigo, tusitwike wajukuu wetu mizigo. Nini? Tenda mema, hayo mema yawe ni malipo kwa watoto wako. Umeona sasa, Hana alikuwa ni mwombaji mzuri sana, lakini je, hakuna sehemu ya kuwa imeandikwa kuwa pamoja na Elikana alikuwa ni waumbaji wako wapi? Hakuna sehemu imeandikwa kwa Elikana alikuwa muombaji, lakini uombaji wa Ana Samueli kuchukua. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Ukitenda mema, hujalishi wewe ni mama, wewe ni baba. Hana alikuwa ni muombaji. Tunaona pale anapoomba akiwa Shilo pale. Lakini pia baada ya Mungu kujibu maombi yake Ana na kupata mtoto, maombi aliyeomba katika ile sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 11 ni maombi mazito sana. Lakini maombi haya ndio aliyeshika Samueli. Samueli alikuja kuwa ni muombaji. Ndio maana katika habari za kuomba Samueli alikuwa akiomba radi na piga. Yaani Mungu anajibu papo kwa hapo. Mwingine aliyefanya hivyo nani? Musa. Samueli akawa ni muombaji, lakini asili ya uombaji wake kwa mama yake. Tutakuja kuona pia mtume mmoja ambaye anaitwa Timotheo, na yeye Paulo akaja akatoa sifa ya kuwa imani yake ilitoka kwa mama yake na bibi yake. Kumbe unaweza ukapata, kama baba akitenda mema unaweza kupata kutoka kwa baba mema, mama akitenda mema unaweza kupata kutoka kwake, kama ni bibi utapata kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe na mumeo amekufa, akajinamisha akazaa, maana utungu wake ukamfikiria. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake walimhudhuria karibu naye, wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Walakini hakujibu wala hakumtazama. Akamwita mtoto Ikabodi.
akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa na kwa sababu ya mkwewe na mumewe. Bila shaka walikuwa wanajidanganya. Utukufu wa Mungu haukuondoka kwa wakati huo. Utukufu wa Mungu ulishaondoka zamani. Utukufu sasa hivi unaweza kudhani hakuna Mungu. Unanena kwa lugha ya baba kama lakini je, unayo Mungu? Unaweza kuongea habari za Mungu na Mungu? Kale kama mama kalidhani ya kuwa utukufu wa Mungu ndiye imeondoka. Iliondoka zamani mno. Hebu shika kifua. Je, yupo? Yupo. Usidhani ya kuwa ndiye anaondoka. Ni vigumu sana kujua kama uwepo wa Mungu umekutoka. Unaweza ukatembea kwa mazoea sana. Na hii ndio sumbua wachungaji wengi sana walimwacha Mungu na watu waliookoka. Kunena kwa lugha inabakia vile vile. Kujua neno la Mungu uliyekuwa unajua inabakia vile vile, hakuna kinachoongezeka. Ndio maana unatamia yale uliyekuwa nayo. Unatembea pale kwenye mazoea yale. Je, umetamia yale yale? Una mapya? Anza kwenda mbele za Mungu kila siku ili Mungu akupe mapya ya kufanya uwe mpya. Yesu alikuwa mpya kila siku kwa sababu Yesu alikwenda kwenye church. Asubuhi anafundisha, mchana anafundisha na anaombea watu, usiku alikuwa anakwenda faragani. Niliwahi kufundisha habari za faragani mwaka 2014. Sijui kama siku nyingine Mungu atanipa neema nifundishe Yesu jinsi alipoomba. Hakuna miujiza yote Yesu alifanya pasipo kutoka faragani. Hakuna maombi yote ambayo mchungaji George ama bishop anaweza kufanya pasipo kutoka faragani. Wewe je? Kabla Yesu hajabatizwa alitoka faragani. Kabla hajalisha watu 5,000 alitoka wapi? Faragani. Ameshawalisha, anaambia wanafunzi wake tangulieni kwenye chombo, anabaki anawaaga, anakwenda faragani. Anatoka faragani usiku wa manane, wale mabwana wanateseka kule, anaenda anatembea juu ya maji. Ametoka wapi? Faragani. Kila miujiza alitoka faragani. Faragani alikuwa anafanya nini? Alikuwa anakuwa mbele za Bwana. Ndio maana kila siku tenga hata dakika 20 hata 10 tu ya kuwepo mbele za Bwana. Kuwepo mbele za Bwana, soma Biblia. Utakutana na Mungu kwenye Biblia. Tafakari, mimina moyo wako mbele za Bwana kama kale kama mwanamke alisema kuwa ni mwanamke mwenye nini? Mwenye uchungu. Aliyemimina moyo wake mbele za Bwana. Ukishasoma umetafakari, umeshafupisha, umeandika dondoo muhimu, mimina moyo wako mbele za Bwana kupitia neno hilo. Utatoka kila siku hata kikono na ng'aa. Unakuwa mpya kwa sababu Yesu hakutenda lolote pasipo kutoka faragani. Ndio maana Yesu alikuwa public figure. Kila siku Yesu alikuwa anafundisha. Hakuna siku Yesu alijifungia eti watu wanamtafuta. Wetu wanakuja wanafanya na sijui nini. Hakuna. Kila siku yupo. Maana alikuwa anakwenda mbele za Baba yake. Sema, nitakwenda mbele za Mungu kila wakati. Nitakwenda mbele za Mungu kila wakati. Nami nitakuishwa kila wakati. Nami nitakuishwa kila wakati. Nami nitakuwa mpya kila wakati. Nami nitakuwa mpya kila wakati. Roho Mtakatifu akuongoze na kuwezeshe uweze kukumbuka angalau. Hakuna siku utakuwa na nafasi ya kwenda faragani, lakini utaitengeneza nafasi ya kwenda faragani. Hakuna siku utakuwa na nafasi ya kusoma Biblia pasipo wewe kutengeneza hiyo nafasi ya kusoma Biblia. Hakuna siku utakuwa na nafasi ya kuomba pasipo wewe kutengeneza nafasi ya kufanya nini? Ya kuomba. Maana shughuli zitakuwa nyingi kiasi kwamba unaweza usipate nafasi ya kusoma Biblia. Lakini hata mimi shughuli zangu ni nyingi, lakini ninatengeneza nafasi ya kwenda faragani. Yesu alipoona mchana na zangu sana, aligeuza faragani saa ngapi? Usiku kucha yuko faragani. Asubuhi yuko hekaluni anafundisha. Na anasema mchungaji, haleluya. Anayesema haleluya. Hiyo haleluya nani? Ya Bwana ya kwako? Haleluya. Haleluya. Hujanielewa labda. Hebu nione wale ambao wanakuwa faragani hata kama ni ofisini kwako. Hata kama ni muda wa kwenda kula saa 7. Unakaa faragani hata kama dakika 5. Wewe ulikaa dakika ngapi mama kwako leo?
Wewe ulikaa dakika ngapi Joshua mwana wa Nuni? Dakika ngapi? Kama 40 hadi saa. Nasema hivi, naomba kila mtu aanze kuwa na nafasi ya kwenda mbele za Mungu faragani. Unapokuwa faragani usikose kuwa na peni na daftari, maana Mungu aweza kusema nawe chochote unachopata kwenye mawazo ama akili. Jot it down, andika chini. Njoo nikufundishe kitu muhimu sana. Saa nyingine Mungu anaongea na wewe alafu unatoka kapu tu. Yale unayosikia yale unayowazia yale, andika chini. Leta nikuonyeshe kitu cha ajabu hapo. Unapokuwa faragani, kuna sauti inayosema na wewe kwenye mawazo yako, kwenye akili yako, kwenye ukimya wako. Inaitwa journaling. Andika chini. Hebu twende kwa jina la Yesu. Naam, akasema huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Oho, sanduku la Bwana haikuwa na utukufu wa Mungu tena. Bwana alishatoka katikati yao, maana tena sio miaka 5, miaka zaidi ya 300. Maana kizazi kile ambacho kilikuwa na Joshua kilipoisha tu, wale wazee wakina Eleazari wale, kizazi kilichofuata kilikuwa ni kizazi chenye shingo ngumu kupitiliza. So huko ndiko Bwana, mara Bwana awepo pamoja nao dakika chache, lakini wala Bwana alishatoka mahali patakatifu, haikuwepo tena. Hakuna aliyekuwa anaenda mahali patakatifu Saganda. Hata kipindi cha Waamuzi ni kwa nani sana tuliona zile sherehe zile, hapakuwepo. Hata makwani hawajatajwa. Hata sadaka walikuwa mtolei Mungu wewe. So Mungu alishatoka katikati yao. Hata kama mama kalikuwa kanadhani ya kuwa ndio sasa uwepo wa Mungu umefanya nini? Umechapa lapa. Ulishachapa lapa zamani. Ndio maana ni vizuri sana kupima na kujua uwepo wa Mungu kila siku. Hakikisha unayo. Utokapo nyumbani uwe nayo. Utokapo hapa uwe nayo. Utokapo uendapo popote uwe nayo kwa jina la Yesu. Amen. Tayari. Hebu nikuonyeshe mambo machache kabla sijamaliza. Just to show you a few things. Israeli pamoja na kwa watumwa wa Filisti, bila shaka walikwenda kupigana na wao, lakini huo ulikuwa ni mapenzi ya Mungu ili apate kupitisha hukumu yake kwa nani? Kwa wale watoto ambayo Mungu alimtuma mjumbe wake ambao ni nabii amwambie Eli ya kuwa ishara ni watoto wako hawa wawili watakufa siku ngapi? Siku moja. Tayari ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Ndio maana watokeje wakati wao ni watumwa? Ushindi wa Israeli ilitegemea sana utii wao kwa Mungu, Mungu wao. Umeona sasa? Ina maana pasipo kumtii Mungu wao wasingeshinda, maana walikuwa kwanza taifa dogo, walikuwa kwanza watu wachache ukilinganisha na mataifa mengine yaliyokuwa ni mataifa makubwa. Ndio maana wakiwa katika safari yao ya kuelekea Kanani, Mungu akaambia Musa kuwa wasiogope yale mataifa makuu 7, maana Bwana akahakikishia Musa kuwa atawatia mkononi mwao. Umeona sasa, hata wewe unaweza kawa na nguvu ya kushinda matatizo yote, lakini pale utembeapo katika njia za Bwana. Watakatifu wa Bwana, ni ushindi wako unategemea mahusiano mazuri kati yako na Mungu, na mahusiano mazuri kati yako na Mungu ni kuongozwa kupitia neno lake Mungu. Neno la Mungu linasemaje juu ya ongea yako? Umeona wapi ambao tumefarakanisha na watu wengine kwenye habari za Injili, na wengine wanaishi Injili, wengine wanaishi agano la, wanaishi Torati. So Injili watu wengi wanaekwema kwa sababu Injili na kuchana. Injili hairuhusu mchungaji hata siku moja fanye nini? Hajikweze na kusema mimi naweza, mimi na sisi fulani. Hakuna. Hayo ni mambo ya nani? Torati. Torati ndiyo inatabua mambo. Ndio wengi wanashikilia Torati. Lakini Injili inamfanya anayesimama mbele ya watu kuwa mdogo kuliko wote. Ndio maana wewe ndio mtumishi
unapohudumia watu kule, wao ndio wakuu kuliko wewe. Nyinyi ndio wakuu, maana nyinyi ndio mmeketi, mimi ndio mtumwa. Unapokaa pale mezani kwako, kabiti kanao kuhudumia, yeye ndio mkuu ama wewe ndio mkuu? Wewe ndio mkuu. Ndio maana sasa hivi wewe ndio mkuu, mimi ndio mdogo. Ndio maana mimi nimesimama, wewe uko chakulani sasa hivi. Yesu alikuwa mdogo kuliko wote, alikuwa ndio mtumishi. Lakini sasa hivi ukiitwa mtumishi, mabega juu, mabega yanapanda. Mtumishi, mimi mtumishi, na sauti inabadilika. Watakatifu wa Bwana, hiyo ni agano la kale. Tuende kwenye agano jipya inayesema ajikwezea atafanywaje? Atashushwa. Ajishushe atafanywaje? Atakwezwa. Mtukuze Bwana kwenye kila jambo katika maisha yako. Waisraeli walidhani ya kuwa sanduku la agano ingewapa ushindi. Pamoja na kuwepo sanduku la agano, uwepo wa Mungu haukuwepo. Hebu tusome, utasoma kwa wakati wako. Nilishapitia na wewe Kutoka 25, utasoma kuanzia mstari wa 10 mpaka 22, kutengenezwa kwa sanduku la agano, alafu uone Mungu. Hebu soma, nisomee tu kipengele cha mwisho. Nisomee Kutoka 25, soma mstari wa 18 mpaka 22, lakini wewe anza soma kwenye mstari wa 10, Mungu anapompa maagizo Musa jinsi ya kutengeneza sanduku la agano. Uone ya kuwa mfuniko ule ulivyotengenezwa ulitakiwa uwe ndio kiti cha rehema. Ina maana Mungu alimwambia Musa ya kuwa pale ndipo atakapofanya nini? Atakutana na yeye. Ina maana Mungu alikuwa anakutana na Musa wapi? Pale. Ina maana asingekuwepo pale, wasingekutania pale. Nini? Pale palikuwa ni kiti cha rehema cha Bwana. So kinachofanyika ni nini? Tayari sanduku la agano lilikuwa peke yake, lakini kiti cha rehema ambao ni sanduku la agano pia ilikuwa peke yake, lakini uwepo wa Mungu lishatoweka. Hebu soma. Nawe fanya makerubi mawili ya dhahabu, uyafanye ya kazi ya kufua katika hiyo kerubi mawili ya dhahabu, yafanye ya kazi ya kufua katika hiyo miisho ya kiti cha rehema huku na huku. Weka kerubi moja ya mwisho na mmoja na kerubi la pili mwisho wa pili. Fanya hayo makerubi ya kitu kimoja na kiti cha rehema mwisho huku na mwisho huku. Na hayo makerubi yatainua mabawa yao juu na kukifunika hicho kiti cha rehema kwa mabawa yao, na nyuso zao zitaelekeana hili na hili. Nyuso za hayo makerubi zitaelekeana kiti cha rehema. Weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie huo ushuhuda utakaokupa ndani ya sanduku. Tayari ushuhuda hizo zilikuwa kwa nini? Mawe yale mawili, vipande vya mawe vilivyobeba zile amri 10, lakini pia na bakuli ya mana na ile nani, fimbo ya Haruni iliyokuja kutoa maua. Soma mstari wa 22. Nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema. Pale alipo juu ya kiti cha rehema ataonana na kuongea naye. Mungu anamwambia Musa. Ina maana Bwana alikuwa anakuwa juu ya kiti cha rehema, mfuniko ule wa sanduku la agano, lakini pale palikuwa na ile nguzo la wingu ikitamia pale juu ya mfuniko. Usiku ilikuwa ni nguzo la moto. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma pia Hesabu 10:33 mpaka 36. Katika agano jipya, kubatizwa na meza ya Bwana na kuwa na neno la Mungu pasipo kuliweka kwenye matumizi, bila shaka ama haiwezi kuleta ushindi. Haiwezi kuleta ushindi. Mara nyingi nimeona kwa nini watu wengi sana waliookoka wamekuwa wakionewa. Anajiamini kama kuwepo na neno ndani yake imetosha, lakini neno pasipo kuweka kwenye matumizi. Ndio maana Yesu akasemaje? Neno langu likae ndani yenu kwa wingi. Umeona sasa? Anasema kabisa, mkikaa ndani yangu na neno langu likikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtafanya nini? Unakaaje ndani ya Yesu? Ina maana unapoishi neno la Mungu, Yesu ni neno. Unapoishi neno la Mungu, lakini neno pia linakaa ndani yako. Huu ni upango ukatao kuwili.
Ndio maana lazima neno likae ndani yako, alafu neno hilo sasa likuongoze kwenye sasa kuanza kuishi maisha matakatifu, lakini ukiongozwa na neno. Ndio maana hiyo ni kigezo cha mtu maombi yake kupata kujibiwa. Kabla hujaenda mbele za Mungu, je, neno linakaa ndani yako? Yawezekana neno likakaa ndani yako, lakini usikae ndani ya neno, hiyo maombi yako yajibiwa. Eli hakufa kwa sababu ya taarifa ya watoto wake, lakini kwa sababu ya taarifa ya sanduku la agano. Uwepo wa sanduku la agano iliwahi kuleta ushindi kule nyuma. Hebu tuone, utasoma hapa Hesabu 10:33 mpaka 36. Uwepo wa sanduku la agano iliwahi kuleta ushindi. Ndio maana wakawaza kuwa sanduku la agano litakapokuwepo pale kati yao, bila shaka watafanya nini? Watapata kushinda. Uwepo wa Biblia kwenye kipima joto chako mwana mama, pasipo kuisoma na kuweka kwenye matumizi, iweze kuleta ushindi. Kuna mtu mwingine analala, achukua Biblia anaweka kwenye pilo yake, ndiye ananyongwa vizuri sana na majini. Anaweka Biblia ni hadi analala kwenye Biblia. Anaota ndoto mbaya kupitiliza. Nini? Lazima usome Biblia. Lazima neno likae ndani yako. Unawezekana ukatembea na Biblia kila wakati ukawa unaonekana, lakini usijue neno kwenye Biblia. Utasoma pia Yoshua 3:3. Alafu taruko utasoma mstari wa 11. Yoshua 3:3. Alafu unaruka unasoma mstari wa 11. Alafu unaruka unasoma mstari wa 14 mpaka 17. Unasoma pia Yoshua sura ya 6 mstari wa 6. Unaruka unasoma mstari wa 12 mpaka 20. Kifo cha Hofni na Finehasi ilikuwa ni kutimiza neno la Mungu kupitia yule nabii, lakini pia neno Mungu alimdhibitishia Samueli tunaona kwenye Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 12, lakini yule nabii ilikuwa ni sura ya 2 mstari wa 34. Kuchana nguo na vumbi kuwepo kichwani, nilisema kuwa hiyo ilikuwa ni ishara ya maombolezo pamoja na huzuni. Hebu hiyo utasoma hebu soma Samueli wa 2 sura ya kwanza mstari wa 2. Hiyo nisome uone. Na mwingine Saganda, fungua Samueli wa 2 sura ya 13 mstari wa 19. Na mtu mwingine afungue Samueli wa 2 sura ya 15 mstari wa 32. Hebu anza. Hata siku ya 3 ikawa, tazama, akaja mtu kutoka kambi ya Sauli, nguo zake zimeraruliwa tena na mavumbi kichwani mwake. Nguo zake zimeraruliwa tena na mavumbi kichwani mwake, lakini ametoka kwenye kambi ya yule mfalme Sauli ambaye aliuawa. So analeta taarifa kwa Daudi. Ikawa alipofikia Daudi, akaanguka chini akamsujudia. Daudi akamwambia, umetoka wapi? Akamwambia, nimeokoka katika kambi ya Israeli. Daudi akamwambia, alikwendaje? Tafadhali uniambie. Akajibu, watu wamekimbia vitani, tena watu wengi wameanguka, wamekufa. Hata Sauli naye na Yonathani wanao wamekufa. Ishia hapo tunaona yani nguo yake imeraruka na mavumbi kichwani. Hebu soma Saganda. Samueli wa 2 sura ya 3 sura ya 13 mstari wa 19. Na hapo tutafungua sura ya 15 mstari wa 32. Samueli wa 2 sura ya 13 mstari wa 19. Naye Tamari akatia majivu kichwani mwake, akainama, akailalua hiyo kanzu ndefu yake aliyoivaa, akaweka mkono kichwani, akaenda zake huko akilia kwa sauti. Tamari tayari anakwenda akilia, anaweka mavumbi na anararua vazi lake.
Ikawa Daudi alipofika juu hapo Mungu alipoabudiwa, tazama Hushai Mwaki akaja kumlaki na joho lake limeraruliwa, tena ana udongo kichwani mwake. Ishara ya maombolezo pamoja na huzuni, kifo cha Eli kama alama ya mwisho wa nyakati za giza kwenye Israeli na mwanzo mpya. Bila shaka wakati wako usome Yoshua 24 mstari wa 29 na 31 uone jinsi ambayo tayari kizazi kilichotumainia Bwana kiliishia pale. So mpaka tunaingia kitabu cha Waamuzi sura ya kwanza, ina maana kizazi kilichomtumainia Bwana nao kilishakufa, wale waliyekuwa na wakina Joshua. Ndio ikaingia kizazi ambao sasa kifo cha Eli ndio sasa imemaliza kizazi hicho. Kilikuwa ni kizazi potofu kweli, kizazi yenye shingo ngumu kweli kweli. Inaingia kizazi kingine ambao wanaongozwa na Samueli. Eli alikuwa kuhani mkuu, lakini pia alikuwa ni mwamuzi, kama tulivyoona kwenye hiyo mstari wa 18 sura ya 4 tuliyopitia. Vitu vya nyumba ya Bwana kule Shilo viliokolewa na kupelekwa Nob. Zilipelekwa Nob kwa sababu Shilo ilivunjwa, ndio maana zikapelekwa Nob. Kwa wakati wako utasoma Samueli wa kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Samueli sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka 6. Utasoma na Samueli wa kwanza sura ya 22 mstari wa 18 mpaka 19. Na ukienda kusoma Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 4. Wafalme wa kwanza 8:4. Katika vita hivyo Shilo iliangamizwa kwa sababu ya dhambi za wana wa Eli. Utasoma pia, hili nilishawahi kuandika lakini niwahi kutamka. Zaburi 78. Zaburi 78 mstari wa 60 mpaka 61. Lakini Yeremia sura ya 7 mstari wa 12 na mstari wa 14. Yeremia 7:12 mstari na mstari wa 14, na fungu cha mwisho ni Yeremia 26 mstari wa 6. Hayo mafungu yanaonyesha nini? Anguko la Shilo. So ninafikia hapo nikimtukuza Bwana. Kama kuna mtu mwenye swali, nataka niombe, na tutakuwa tunaanza mapema saa 1 kasoro dakika 15 tukimaliza saa 2 kamili. Nani mwenye swali? Kama kuna sehemu moja elewa, nataka niombe. Na Jumapili tutakuwa na nafasi ya kufanya kazi na hizo msingi mpaka sura ya 4 tuliyofikia leo, na wiki ijayo tunataka tuende sana. Jumapili tutaona insight, tutapitia mambo muhimu ambayo tuliyaona kwenye sura 4 zilizotangulia, lakini pia msingi, lakini tukiomba pia katika Samueli wa kwanza 2:1-16 na Samueli wa kwanza 22:18 na kuendelea, afu Wafalme wa kwanza 8:4. Haya maandiko yote yalikuwa yanajumuisha katika nani gani? Hayo maandiko yote ni vitu vya nyumba ya Mungu kutolewa Shilo na kupelekwa Nob, kasoro sanduku la agano iliyekuja kutoka Filisti na kwenda kupelekwa kule Kiriath-Yairi kwenye nyumba ya Abinadabu. Hiyo nitakuonyesha mbele huko. Ikapelekwa Nob, ikatolewa Shilo. Nani mwingine mwenye swali? Nani anasema mchungaji, niko pamoja na Bwana? Nione ukifunga hivi. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Mimi naomba Baba, nazidi kutukuza jina lako kwa ajili ya watakatifu wako Bwana. Ni kweli tumeona habari za baba wa rehema. Mwisho wa Hofni na Finehasi pamoja na Eli, Baba, mwisho wao ulikuwa ni mbaya. Ni kwa sababu walipuuzia Baba wa rehema maagizo yako,
na hata ujumbe ulizotuma Baba kupitia Baba yule mtu wako ama nabii, na hata ujumbe uliyemfikishia Samueli, naye akamwambia Eli. Baba wa rehema, yawezekana sisi ndio Eli waliopo sasa hivi, yawezekana sisi ndio Hofni na Finehasi. Utuepushie mabaya hayo Baba mweza wa yote. Utupe uwezo Baba wa kujua neno lako na kuishi maisha matakatifu yanayokupendeza wewe. Neno lako likizidi kukaa ndani yetu kwa wingi. Neno Baba wa rehema ilifanya kila kitu, maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu. Katika neno vyote vilifanyika. Baba wa rehema, utupe moyo kama Samueli. Baba, Samueli hakuruhusu hata neno moja lianguke chini, bali aliyachukua yote na kuweka kwenye matumizi. Wawezeshe Baba watakatifu wako wenye kiu ya Baba kujua wewe, wenye kiu ya kujua neno lako. Wewe wapenda wale wakupendao na wakutafutao kwa bidii, maana hao ndio watakaye kuona. Baba wa rehema, waliyetoa nafasi zao na mida yao Baba wa rehema, ili wapate kujifunza neno lako, kwa mamlaka jina la Yesu ninaondoa vifungo vyote Baba na vifuniko vyote vinavyowafanya Baba wa rehema wawe na uzito na ugumu Baba kujifunza neno lako. Kuanzia leo, ile neema iliyokuwa pamoja na Yesu Kristo akiwepo hapa duniani ya kwenda faragani, na asubuhi akienda kufundisha, usiku akiwepo faragani, na akitoka faragani na kwenda kutenda matendo makuu, Baba, kila moja Roho Mtakatifu akajipo ndani yake Baba, amkumbushe habari za kuwepo Baba faragani, na akiwa faragani, shuka Baba wa rehema kwenye mawazo yake, kwenye maono yake, kwenye kumbukumbu zake, na hata kwenye neno lako atakaye kuwa anapitia. Maana maandalizi ya moyo Baba ni ya mwanadamu, lakini jawabu ya ulimi hutoka kwako Bwana. Natukuza jina lako, maana Baba, mtu huyu atakuwa katika Baba kizazi unachokiinua juu tena, kizazi Baba wa rehema kinachosimamia neno la kweli, kinachobeba neno kutoka kwenye karne ya kwanza na kuileta kwenye hii karne ya 21. Na Baba mweza wa yote, wape kibali Baba wa rehema kukumbuka neno lako, wasimamapo Baba kusema habari zako. Roho Mtakatifu aseme kwa niaba yao, na kuanzia leo Baba, wasiwe kama Baba wana wa Israeli waliyedhani ya kuwa sanduku la agano ilikuwa ndio wewe, kumbe uwepo wako liketi juu ya sanduku la agano. Uwepo wako uketi kwenye moyo wa mtu huyu, uwepo wako uketi kwenye ufahamu wake, uketi kwenye afya yake, uketi kwenye moyo wake, uketi kwenye hatua zake, uketi kwenye kinywa chake na mawazo yake. Na Baba aseme aliyo kwako kwa mamlaka jina la Yesu. Baba mweza wa yote, neema yako iwaumbe tena upya Baba magonjwa ya wakati wa mvua, Baba magonjwa ya usiku, Baba wa rehema magonjwa yaliye Baba nuiziwa kwenye afya zao. Baba uwe ni dawa kwa watu hawa. Baba uwe Baba wa rehema ni tiba kwenye maisha ya watu hawa. Nami nawazungushia uwigo la ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu wako Bwana. Na Baba watokapo hapo, neema yako uende pamoja na wao, wakila Baba chakula chao na kushiba, wakinywa maji na kiu kukata, na wakiinuka juu kama ulivyomuinua Samueli. Asante Baba mweza wa yote, maana ni kweli tunataka twende Baba tubadilishe dunia, lakini tutaweza tu Bwana kama utaingilia kati na kutufundisha neno lako la kweli na kutuepusha na tamaa zote za mambo ya duniani Bwana. Asante Jehova mweza wa yote, katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Hebu weka mikono yako pamoja kwa ajili ya Kristo. Kila siku inayo nafasi yake, na kila siku inayo jambo ambayo Mungu anatenda. Ndio maana unakuta kabisa kuwa kuna maombi naomba, lakini hata mimi mwenyewe nikisikiliza naona kabisa Mungu alikusudia kubadilisha maisha ya mtu mmoja. Mungu amekusudia kuleta mabadiliko kwenye maisha ya mtu fulani. Mungu anaweza kuleta mabadiliko kwenye maisha ya mtu mmoja tu. Mtu mmoja akiokoka, panakuwa na shangwe na nderemo kule mbinguni. Ndio maana nasema hivyo, takatifu Bwana, uwe na amani. Kesho tutakuwa na kipindi, lakini Jumapili njoo mapema, tutaomba Jumapili. Njoo tuombe Jumapili na hizo sura 4 pamoja na msingi wa kitabu cha Samueli wa kwanza. Lakini pia usikose
kitabu cha Samueli imebeba mabadiliko kwenye maisha ya mtu anayetaka kufanya huduma. Tayari Eli ametoka. Eli wengi wameshatoka duniani. Usiwaone wanapiga kelele, wameshatoka Eli wengi tu. Wengi wanapiga kelele wameshatoka. Wewe ndio Samueli ambao unaandaliwa. Samueli hatujamuona Samueli hapa kwenye habari za Shilo. Samueli aliyesema isiwe tabu. Samueli haonekani Shilo tena. Samueli ataonekana Rama kule kwao. Alirudi nyumbani. Kama mbaya rudi nyumbani bwana wewe. Kama mbaya toka wewe. Samueli alitoka sasa. Yangempata mabaya. Samueli anaenda kuoperate Rama sasa. Basi barikiwe sana na Bwana.